Sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, kutokana na hayo ni kama ifuatayo: kufanyike maombi ya kitaifa yatakayotanguliwa na mfungo wa siku 3. Maombi yao ya kina kwa watu wa imani na madhehebu mbalimbali, kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha na toba ya kweli, na kumuomba Mungu roho ya kutoa msamaha tulipokosewa na wenzetu. Maombi yaratibiwe na kufanyika kitaifa, na pia kwa sababu JMAT ipo vizuri mikoani na wilayani, maombi pia yafanyike katika maeneo mbalimbali kwa mikoa yote na wilaya zote kwa namna moja, na siku moja nchi nzima Mwenyezi Mungu atatenda na kuliponya taifa letu. Kuchunguza kisa na mkasa, sababu hasa katika kweli ya Mungu zilizosababisha kutokea kadhia ile. Kujua tatizo ni nini, kujua tatizo ni nusu ya kulitatua. Jambo jema kuhusu hili ni kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tayari ameunda tume ya kufuatilia na kuchunguza kadhia hiyo. Sisi kama JMAT tunaunga mkono na tuna imani na tume hiyo pamoja na wateuliwa wake wote. Kufanya maridhiano ya kisiasa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake, kukaa na viongozi wa vyama vya siasa pamoja na uwakilishi wa viongozi wa dini wanaoaminika, kutengeneza fikra njema, huru na misimamo thabiti, ili kuunda mwanzo mpya wa kuimarisha mifumo ya kusaidia kuongoza nchi kwa kuaminiwa na wote, kujenga umoja wa kitaifa kwa kushirikisha jamii katika mchakato, hasa vijana na wanasiasa. Yapaswa vijana waelimishwe sana juu ya kuitumia mitandao ya kijamii kwa faida badala ya kutumika kueneza chuki na uchochezi. Hivyo JMAT inaunga mkono kufanyika maridhiano ya kisiasa ili kuponya taifa letu, kuhamasisha jamii kutoa msamaha wa kweli katika mambo yaliyowaumiza moyo na saikolojia. Daima watambue kwamba kusameheana ni utakatifu na kwamba ni njia ya kuponya nafsi binafsi ya anayesamehe. Kutosamehe ni mzigo wenye madhara makubwa moyoni. Hivyo pande zote tunaweza kusameheana ili mambo kama haya yasijirudie tena. Serikali ichukue hatua za makusudi kubaini raia halali wa nchi hii na wageni wanaoingia kila kukicha, ili kutambua nia na madhumuni yao, kwa sababu inaonekana kwamba baadhi ya wageni pia walishiriki katika jambo la kuidhuru nchi yetu ya Tanzania. JMAT inalaani matamko yoyote yanayoashiria shari na uhasama dhidi ya serikali na viongozi wake, viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na lugha zisizofaa kama vile kukatana vichwa au uchochezi wa chuki na uhasama kati ya watu wa dini kuu mbili nchini. JMAT inawasihi na kuwaomba Watanzania, hasa vijana, waone uzito wa yale yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na namna yalivyoligharimu taifa. Hivyo tunawasihi kwa jina la Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, kutoshiriki tena katika yale yanayosemekana kupangwa kufanyika tarehe 9 Desemba, ambayo ni siku ya heshima kwa taifa letu, siku tuliyopata uhuru. Kufanya hivyo pia ni kujivunjia heshima wenyewe na taifa kwa ujumla.